Ikikutangazia kutoka studio namba 1 hapa jijini Dodoma. Karibu katika taarifa ya habari ya kutwa nzima ya leo. Msomaji ni Mindi Joseph na kwanza ni muhtasari wake. Ujenzi wa mabwawa bonde la Rufiji kumaliza changamoto ya mafuriko. Na katika habari za kimataifa, mgonjwa wa mwisho wa Ebola apona nchini DRC. Katika michezo, Mbeya City Derby kuchezwa uwanja wa KMC. Hujambo mtazamaji na karibu katika ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV, tukikuletea dakika 60 za habari. Mgombea wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi CCM Daktari Samia Suluhu Hassan amesema wilaya ya Rufiji ni sehemu muhimu ya mafanikio ya utekelezaji wa mradi wa bwawa la Julius Nyerere ambao umekuwa chachu ya kupunguza upungufu wa umeme nchini. Zinazire Mswima na taarifa kamili. Akizungumza leo Oktoba 20, 2025 katika mkutano wa kampeni uliofanyika wilayani Rufiji mkoani Pwani, Dr. Samia amesema kuwa katika kipindi cha miaka 5 iliyopita serikali imefanikiwa kukamilisha ujenzi wa mradi huo mkubwa wa kufua umeme, hatua aliyosema ni ya kihistoria kwa taifa. Kadhalika amesema serikali yake ijayo, endapo atachaguliwa tena kuongoza nchi, itajenga mabwawa mawili zaidi kwa ajili ya kilimo cha umwagiliziaji katika bonde la mto Rufiji pamoja na zuio la mafuriko. Kuna mradi tunaokuja nao mkitupa ridhaa kwa upande wa kilimo. Kuna mradi wa umwagiliaji maji na udhibiti wa mafuriko kwenye bonde Rufiji. Katika bonde lile tunakwenda kujenga mabwawa mawili makubwa, bwawa la Mbakimtuli, ndio Mbakiamtuli. Tunakwenda kujenga bwawa huko, lakini na bwawa la Ngorongo. Lakini pia tunakwenda kutengeneza skimu ya kumwagilia hekta 13,000 kwenye bonde la Rufiji. Kwa hiyo pamoja na wilaya hii, lakini nadhani na wilaya zingine nazo zitafaidika na mradi huu. Na hizi 13,000 zinatokana na hekta 60,000 ambazo ziko kule za kumwagilia. La pili ni ujenzi wa zuio la mafuriko. Ile mambo ya mvua roho ziko juu tunaanza kukimbia, wajukuu zangu, sasa hayapo. Mkitupa ridhaa na mkituchagua, tunakwenda kujenga zuio la mafuriko. Mkandarasi tayari amepatikana. Gharama yake ni shilingi bilioni 245. Pamoja na mradi huu ni kilomita 90 za barabara na makalavati. Rufiji oye! Dr. Samia ametoa kauli hiyo leo Jumatatu Oktoba 20, 2025 wakati akihutubia maelfu ya wananchi wa wilaya ya Rufiji kwenye viwanja vya Ujamaa Ikwiriri kwenye mkutano wake wa kampeni, akisisitiza kuwa tayari mkandarasi amepatikana na takriban shilingi bilioni 245 zitatumika. Zinazire Mswima, Sky TV. Asante Zinazire Mswima kwa ndani wa taarifa hiyo. Mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine ambapo kamati iliyoundwa kuchunguza sakata la mgogoro wa umiliki wa kiwanja namba 819 Msasani Beach jijini Dar es Salaam imethibitisha kuwa kinamilikiwa kihalali na mjane Alice Haule na kuwa ni mali ya ndoa. Nora Damiani na undani wa taarifa hii. Kamati hiyo iliundwa kufuatia maagizo yaliyotolewa na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila baada ya mama huyo kutolewa nje ya nyumba hiyo na mtu aliyekuwa anadai kuwa na haki, na baada ya uchunguzi huo leo hii amekabidhiwa rasmi hati ya kiwanja hicho. Kamati imethibitisha kuwa nyumba iliyopo kwenye kiwanja namba 819 Msasani Beach imekuwa ikimilikiwa kihalali na Justice M. Lugaibula na kuwa nyumba hiyo ni mali ya ndoa. Lakini pia kamati imebaini kuwa mnamo mwaka 2010 Mohamed Mustafa Yusufali na marehemu Justice Lugaibula waliingia mkataba wa kukopeshana fedha kiasi cha shilingi milioni 150 kwa dhamana ya nyumba tajwa. Lengo kuu ni mkopo, sio kuuza nyumba. Kamati imetilia shaka kama spouse consent kibali cha mwenza kilitolewa kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 99 ikisomwa pamoja na sheria ya ndoa ya mwaka 1971 kwa sababu zifuatazo. Moja, Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati haikufanikiwa kuona spouse consent, idhini ya mwenza ambayo ni halisi, yani original copy, licha ya pande zote kutakiwa kuwasilisha nyaraka hiyo katika kamati. Bibi Alice Haule anakataa kwamba hajawahi kutoa idhini ya ndoa ya kuuza mali ya ndoa
anaeleza kwamba ndio maana amekuwa akishughulikia swala hili akilalamika tangu mwaka 2012 kuhusiana na jaribio la kumwondoa kwa nguvu Bi Alice Haule katika nyumba iliyokuwa akiishi. Kamati imebaini taratibu za kisheria hazikuzingatiwa kwa sababu hakukuwa na amri yoyote ya mahakama au vibali vilivyoidhinishwa na mamlaka. Na ndugu Mohamed Mustafa Yusuf Ali amekuwa ni mtovu wa nidhamu wa kutumia majina hata ya familia Mheshimiwa Rais kinyume na utaratibu kwa kuichafua na kuchafua viongozi wengine. Bado mbele yenu waandishi wa habari, natoa tena siku 5 kwa Mohamed Yusuf Ali aje mwenyewe kama alivyoitwa kwa mkuu wa mkoa na kwa jeshi la polisi. Siku ile Babaunso amekwenda, alikuwepo nchini. The moment ameona mambo yanakuwa magumu, hayupo tena nchini. Kwa nitoe onyo kwa wale wote ambao wanahusika na masuala ya kuchukulia sheria mkononi, na hata hawa ambao walihusika. Nimepata taarifa kutoka jeshi la polisi kwamba taratibu za kisheria kali dhidi yao zinaendelea. Haki hii ni matokeo ya uongozi bora, ni matokeo ya kuzingatia maslahi ya wanyonge, na hayo ndio yamekuwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mjane huyo ambaye pia amekabidhiwa shilingi milioni 10 kwa ajili ya kuendeleza biashara zake ameishukuru serikali kwa kushughulikia mgogoro huo na kumpatia haki yake. Nipende kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutuitikia sisi wa Tanzania na kusikia vilio vyetu, lakini pia nipende kumshukuru mkuu wa mkoa kwa kuweza kufika mapema sana pale nyumbani na kutusikiliza. Namshukuru pia mkuu wa wilaya pamoja na vyombo vyote vya dola ambao walisikia swala letu na wakatia nguvu kubwa sana kulifuatilia kwa kina. Kutoka Dar es Salaam, Nora Damian, Sky TV. Mtazamaji, tuelekee mkoani Geita ambapo watumishi wa mahakama wametakiwa kufanya kazi bila upendeleo ili wananchi wapate haki katika mashauri yanayofunguliwa mahakamani. Mwandishi wetu Michael Bundara kutoka mkoani Geita ana taarifa hii. Jaji mfawidhi wa Mahakama Kuu Kanda ya Geita Kevin David Muhina ametoa wito huo kwa watumishi wa mahakama wakati wa ufunguzi wa mahakama ya mwanzo ya Ng'anzo iliyopo wilaya ya Bukombe mkoani Geita. Jaji mfawidhi amewasihi watumishi wa mahakama hiyo kulitunza jengo pamoja na kutoa haki bila upendeleo. Ni kuwasihi sasa watumishi ambao mtafanya kazi kwenye kituo hiki. Nina mambo kadhaa ambayo ningependa sana myazingatie. Moja, jengo hili ni la gharama kubwa sana, ni jengo la kisasa. Kwa hiyo tunatarajia tutalipa matunzo yanayostahili. Jambo la pili ninalotaka kuwaasa na kuwasisitiza ni kwamba jengo hili liwe kioo cha kuonyesha kwamba haki inatendeka kwa wananchi bila upendeleo. Jengo hili liwe kielelezo kwamba haki inapatikana mahakamani bila mtu kupata usumbufu au kutoa kitu chochote. Dhana ya haki kwamba inapatikana bure na kwa haki ni lazima ionekane katika jengo hili. Kwa ni wasihi ndugu zangu mtakaokuwa kwenye jengo hili, tusingependa kusikia mambo ya ukiukwaji wa maadili, tusingependa kusikia vitendo vya kuingia kwenye mambo ya rushwa na kadhalika. Jaji Muhina amewataka watumishi wa mahakama kuachana na kufanya mashauriano nje ya mahakama kwa kesi za ubakaji. Lakini mtumie pale ambapo unahitaji, kuna mambo ambayo yanahitaji usuluhisho. Ni vyema sana sasa hivi kuwatumia wazee wetu kama hawa kujaribu kusuluhisha mashauri ambayo yanaweza yakaishia nje ya mahakama kabla hajasema. Sana yale mashauri ya madai. Tusiende kufanya usuluhishi makesi za ubakaji, kesi za kuwapa mimba wanafunzi, hizo hazihitaji usuluhishi. Usuluhishi ni kwenye yale mashauri ya madai. Mahakama ya mwanzo ya Ng'anzo itavinufaisha vijiji vitatu
vilivyo na watu zaidi ya 14,000 kupata huduma za kimahakama. Kufunguliwa kwa mahakama ya mwanzo ya Ng'anzo kunapunguza usumbufu kwa wananchi kufuata huduma za kimahakama katika maeneo ya mbali. Michael Francis Bundala, Sky TV. Mtazamaji unatazama ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Tulionayo usiku huu. Viwanja F30 vimepimwa Igurusi ili kudhibiti migogoro ya ardhi. Karibu tena mtazamaji, kama ndio kwanza unaungana nasi, hii ni Sky TV. Mimi ni Mindi Josefu. Zaidi ya viwanja Mkurugenzi msaidizi wa huduma za lamani nafa ya Irongo, wilaya ya Mbarali mkoani Mbeya, kupitia programu ya kupanga, kupima na kukamilisha ardhi, ukiwa na lengo la kupunguza migogoro ya ardhi inayoongezeka kwa kasi na kuwezesha wananchi kumiliki maeneo yao kisheria ili kuchochea maendeleo na ustawi wa jamii. Taarifa ya Upendo Kibetile kutoka mkoani Mbeya inafafanua zaidi. Mkurugenzi msaidizi wa huduma za lamani kutoka Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Joseph Kalongo, ameeleza mpango wa programu hiyo katika kuwawezesha wananchi kupata hati, huku afisa ardhi wilaya ya Mbarali Geoffrey Mwejobele akitoa takwimu ya idadi ya wananchi ambao tayari wamefanikisha kupata hati. Katika tarafa hii na kata hii ya Igurusi, urasimishaji uliofanyika kuna takriban viwanja zaidi ya 30 na 700. Kwa hiyo kama wananchi wote wataweza kulipia, maana yake hati zote 30 na 700 watapata hati. Wananchi sasa wajitokeze walipie hizo gharama zinazotakiwa ili kusudi waweze kupokea hati zao. Na mtaona wengine waliokwisha kamilisha wameshapewa na zitaweza kuwasaidia katika shughuli mbalimbali za kiuchumi. Wananchi mpaka sasa hivi wananchi 865 ambao wamefika tangu tarehe 15 kuja kupata huduma za ardhi. Na leo tumeshuhudia kwa muda mfupi wananchi zaidi ya 10 ambao hati zao zimeandaliwa na wamepewa. Kwa wananchi wajikorozeesha, lakini lengo letu zoezi zima tunategemea viwanja zaidi ya 10,000 tu tumevikamilisha katika hii programu ya sasa hivi. Mmoja wa wanufaika wa programu hiyo kutoka kijiji cha Ilongo, Gabriel Kamwela, ameeleza changamoto mbalimbali alizokuwa akikumbana nazo kabla ya kupokea hati miliki ya eneo lake. Kwa wakati mwingine wote ilikuwa swala gumu sana kufuatilia mpaka upate hati ya ardhi. Process zilikuwa ndefu, lakini sasa tunashukuru kwa sababu wameshatusogezea huduma kwa karibu kwa sasa. Lakini hata hivyo tunashukuru serikali kwa kutufanyia huduma hii ya swala umiliki wa hati ya ardhi, kwa sababu inatusaidia kuondoa migogoro mingi ya ardhi. Kulikuwa na migogoro mingi ya ardhi ambazo kesi zinakwenda mahakamani, unapotezeana fedha na wakati. Awali wakati wa zoezi la kukabidhi hati kwa wananchi waliopimiwa maeneo yao, mkuu wa wilaya ya Mbarali Brigadia Maulidi Sulumbu anawataka wamiliki wa ardhi kutumia vyema fursa hiyo kwa manufaa ya maendeleo yao binafsi na kwa jamii. Zoezi hili lilianza kwa muda mrefu, lakini pia rais akasema hapana, anataka kupunguza muda wa mwananchi kufuatilia hati. Wote mnakumbuka huko nyuma huwezi kupata hati ndani ya mwezi mmoja, wakati mwingine huwezi kupata ndani ya miezi 6, wakati mwingine hata mwaka mzima ulikuwa huwezi kupata hati. Mimi binafsi hapa nimewahi kufuatilia hati yangu kule Dodoma zaidi ya miaka 5. Kwa hiyo Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya mapinduzi makubwa sana kwenye ufuatiliaji wa hati, na akasema hawezi kuishia hapo. Lazima aweke mfumo mzuri utakao hakikisha kwamba hati hii inatoka kwa muda mfupi. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV. Sky TV. Bodi ya wakurugenzi, uongozi na wafanyakazi wa shirika la bima Zanzibar ZIC wanaungana na Watanzania wote kuadhimisha kumbukumbu ya kifo cha baba wa taifa Mwalimu Sky TV.
Mtazamaji, tuelekee mkoani Songwe. Mgombea ubunge wa jimbo la Vwawa kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM, Mheshimiwa Japhet Asunga amewahimiza wananchi wa kata ya Iyula ambako ndipo alipozaliwa na kukulia kutomwangusha katika uchaguzi mkuu ujao kwa kujitokeza kwa wingi kupiga kura na kukichagua Chama cha Mapinduzi. Taarifa ya John Kiango inafafanua zaidi. Mheshimiwa Asunga ametoa wito huo wakati wa mkutano wa kampeni za CCM uliofanyika katika kijiji cha Igale, ambapo alisisitiza umuhimu wa wananchi kushiriki kikamilifu katika mchakato wa uchaguzi kama njia ya kuendeleza maendeleo yanayoletwa na chama hicho. Sasa mwaka huu niwaulize wana Igale, wana kata ya Iyula, mtaongoza au watatushinda? Mtaongoza au watatushinda? Niwaambie kitu, wanaweza kutushinda. Haya, nisikilize vizuri. Kata ya Vwawa pale mjini, waliojiandikisha kupiga kura ni 16,000 na ngapi? Na 25. Kata ya pili kwa kuwa na wapiga kura wengi, Ihanda, ukiwa unaenda Tunduma, inawapiga kura 13,400 na kitu. Kata ya tatu ni Msia, inawapiga kura waliojiandikisha 12,000 na kitu. Kata ya 4 Iyula, inawapiga kura 11,258. Tunazidiwa na Msia watu 1,000. Kata ya tano ni Mlangali, na kata ya 6 ni Asanga pale Vwawa, ambayo ina 9,000 na kitu. Mlangali wana 10,000 na kitu. Nataka niwaambie, ili tuwashinde wana Msia, maana yake nyinyi wote waliojiandikisha kwenda kupiga kura, akina baba, akina mama, vijana wote lazima wakajitokeze wakapige kura. Wasipojitokeza wote, wana Msia watatupiga. Uongo kweli? Watakumiuza, mnaonaje? Aidha, Mheshimiwa Asunga ameahidi kutoa ng'ombe 4 kama zawadi kwa kata itakayoongoza kwa kuwa na idadi kubwa ya wananchi watakaoshiriki kupiga kura na kukipigia Chama cha Mapinduzi, ikiwa ni sehemu ya kusherehekea ushindi wa chama hicho. Sasa najua Msia hawezi kujitokeza wote. Kuna watu mzee kule hawatajitokeza. Kwanza kuna wengine wamekufa, hawapo. Uongo kweli? Kuna wengine wamekufa, maana kila siku nasikia misiba. Kwa hiyo kule hawatajitokeza wote. Mimi ninachowaomba wana Iyula, mujitokeze wote. Na mimi nimesema hivi, kata itakayoongoza kutoa kura nyingi na itakayoongoza kwa watu kujitokeza kwa wingi, tarehe 29, hiyo kata nitaipa zawadi. Na zawadi ya kwanza, kura za shukurani tunafanyia kwenye hiyo kata. Na wakati tunafanya kura za shukurani kwenye hiyo kata, tutachinja ng'ombe 4 kwenye hiyo kata siku hiyo. CCM oye! Ng'ombe wangapi? 4. Sasa wana Iyula, yani mimi nitoe ng'ombe alafu wasije kwenye kata ya Iyula waende kwenye kata nyingine. Muko tayari? Muko tayari? Naombe wote mjitahidi. Siku ile yeyote aliyejiandikisha kupiga kura, mukambebe. Kama anaumwa, kama hana uwezo, mukampeleke kwenye kituo cha kupiga kura, apige kura. Natamani mwaka huu kata ya Iyula tuongoze. Mwaka 2020 tulikuwa wa pili. Kwa nini tuwe wa pili wakati mgombea natoka huku? Mnakubali au mkubali? Kwa hiyo mjitokeze kwa wingi. Piga makofi mengi sana kwa Chama cha Mapinduzi. Nikiripoti kutoka mkoani Songwe, mimi John Kiango, Sky TV. Asante John Kiango kwa undani wa taarifa hiyo. Mtazamaji, tuelekee jijini Arusha ambapo ili kukabiliana na changamoto ya ukwamishaji na upatikanaji wa thamani ya fedha
Katika ununuzi wa umma, mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA imeanza kutoa mafunzo ya moduli mpya ndani ya mfumo wa NeST, hatua inayotajwa kuwa itasaidia kuzuia mianya ya upotevu wa fedha na kuhakikisha mikataba inazingatia ubora, muda na gharama stahiki. Amina Ngahewa kutoka Arusha ana taarifa kamili. Mafunzo haya yamefanyika jijini Arusha kwa kuwakutanisha wadau kutoka wizara na taasisi mbalimbali, wakiwemo wahasibu, wanasheria, wakuu wa vitengo vya ununuzi pamoja na wakuu wa idara tumizi, ambapo inabainishwa kuwa moduli hiyo inatazama zaidi majadiliano katika mikataba, upekuzi wa mikataba, utekelezaji na usimamizi wa mikataba pamoja na malipo ya mikataba, lengo likiwa ni kuimarisha usimamizi wa ununuzi wa umma. Kwa miaka mingi usimamizi hafifu wa mikataba na ya ununuzi wa umma ni moja kati ya maeneo yanayokwamisha upatikanaji wa thamani ya fedha katika ununuzi wa umma. Hivyo basi, uwepo wa moduli ya usimamizi wa mikataba unategemewa kuziba mianya yote inayosababisha hasara kutokana na usimamizi hafifu wa mikataba. Matumizi ya moduli hii yatasaidia sana udhibiti wa ongezeko la gharama, ubora na muda wa utekelezaji wa mikataba. Pamoja na mafunzo ya mfumo wa NeST, mtapata pia fursa ya kujifunza kuhusu mabadiliko ya bei katika mikataba iliyoingiwa, yani Price Adjustment Index. Kujua namna ya kufanya mabadiliko ya bei katika mikataba ni muhimu sana, kwani mabadiliko haya yasipofanyika kwa umakini na usahihi yataleta hasara kubwa kwa serikali. Ni imani yangu basi kuwa mafunzo mtakaopata kuhusiana na eneo hili na mabadiliko ya bei wakati wa utekelezaji wa mikataba mtaenda kuyafanyia kazi ipasavyo katika taasisi zenu. Kwa upande wake, Unifrida Samba ambaye ni mkurugenzi wa kuendeleza uwezo katika ununuzi na ugavi PPRA amesema mbali na kujadili moduli hiyo, pia wadau hao wanatazamia kujadili kwa kina mabadiliko ya bei katika mikataba walioingia wakati wa utekelezaji wake, ili kuweza kuona ni kwa namna gani watasaidia katika kuziba ombwe la usimamizi lililokuwepo kwa muda mrefu. Kwenye shughuli zetu za ununuzi, mikataba yetu imebeba vifungu ambavyo vinaweza vikaruhusu mabadiliko ya bei wakati wa utekelezaji wa mikataba. Sasa hilo ni eneo ambalo limeonekana lina changamoto zake, na PPRA kama mamlaka tulifanya utafiti kwenye hilo eneo la price adjustment, na matokeo tuliyoyapata yalionyesha kuna changamoto kubwa. Kwa hiyo tumeweka utaratibu sasa hivi kwenye session zetu ambazo tutakuwa tunaziendesha za mafunzo, basi tutakuwa tuna muda ambao tutazungumzia pia swala la namna ya kuhandle mabadiliko ya bei wakati wa utekelezaji wa mikataba. Vile vifungu vya mikataba ambavyo vinawekwa na taasisi nunuzi wanashindwa kutekeleza. Sasa tunawapitisha katika maeneo mahususi. Tumeanza na hili eneo la mabadiliko ya bei za mkataba. Nini maana ya mabadiliko ya bei za mkataba, lakini athari zake ni nini na nini ambacho kinatakiwa kufanyika ili kutokuiletea taasisi au serikali hasara katika hayo mabadiliko ya bei. Kutoka mkoani Arusha, Amina Ngahewa, Sky TV. Na mgombea urais wa chama cha Alliance for Democratic Change ADC Wilson Mlumbe ameahidi kuifungua mamlaka ya mji mdogo wa Katoro na kutengeneza vivutio vya burudani pamoja na kutoa gari ya kuchimba visima kwa kila halmashauri ili kukabiliana na changamoto ya maji kama atachaguliwa kuwa rais wa Tanzania. Mgombea huyo wa urais ametoa ahadi hizo wakati akizungumza na wananchi wa Katoro katika mkutano wa hadhara uliofanyika katika viwanja vya CCM Katoro. Nimezunguka nchi nzima nikiwaambia kwamba tatizo la maji limefikia mwisho, kwa sababu kila halmashauri katika nchi ya Tanzania itakuwa na magari ya kuchimbia visima. Maana yake ni kwamba kila mtaa utakuwa na magari ya kutosha ya kuchimbia visima. Lakini pia ndugu zangu wa Geita, mwenyekiti wangu hapa alianza kwa kuzungumzia swala la afya, kwamba sisi tumesema huduma za afya, na nakumbusha tena zitakuwa ni bure, kwa sababu nchi yetu imebarikiwa kuwa na rasilimali nyingi. Tuna madini mengi, tuna kila aina ya mbuga za wanyama kuliko nchi yoyote Afrika. Madini ambayo yanagombaniwa dunia nzima
yanayotengeneza mabomu ya nyuklia tunayo hapa Tanzania. Tuna zaidi ya tani milioni 1.3. Inatakiwa tuwe na umeme wa kutosha kuweza kuuza umeme huo karibu nchi zaidi ya 20 za Afrika, kwa sababu madini ya uranium tuna zaidi ya tani milioni 1.3, wakati tani moja, kilo moja ya madini yale inaweza kuzalisha umeme wa kuendesha nchi zaidi ya 10, tena nchi zenye viwanda. Kwa hiyo pamoja na kwamba tuna bwawa la Mwalimu Nyerere, na kutokana na mabadiliko ya tabia ya nchi, ninasema suluhisho pekee ni kutumia umeme ambao utatokana na madini ya uranium, kwa sababu tuna makampuni ya kigeni ambayo yamekuja, makampuni makubwa ya nchi kubwa za Ulaya yanatumia rasilimali zetu. Ni lazima wanapochukua na sisi waweze kutengenezea hapa nchini, na hilo nikiwa rais nitalisimamia. Lakini ndugu zangu wa Katoro, tutaifungua hii Katoro kwa sababu imepakana na nchi jirani Burundi, Rwanda, Kongo. Lazima tuifungue, tutengeneze vivutio vikubwa ambavyo watu kutoka Rwanda, Burundi watakuja hapa kula bata. Na vijana ambao mpo hapa, nataka niwahakikishie kwamba mkinichagua, kula bata itakuwa ni lifestyle. Vijana wana furaha kwa sababu hawali bata. Mtazamaji, tunahitimisha katika habari za kitaifa na sasa tunapata mapumziko mafupi. Tukirejea tunaungana na Godiness Gaspar katika habari za biashara na uchumi. Sky TV. Sky TV. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawasikia wateja wetu nchi nzima,
Tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Makubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Biashara na uchumi. Karibu katika habari za biashara na uchumi. Jina langu ni Godilnis Gaspar. Vyama vikuu vya ushirika wa korosho KCJE vimeipongeza serikali kwa juhudi zake za kuendelea kuthamini na kuviendeleza vyama vya ushirika nchini, hatua inayochochea ukuaji wa uchumi wa kilimo. Akizungumza kwa niaba ya wanachama wa KCJE, Musa Mngelesa amesema kuwa serikali imekuwa mstari wa mbele katika kutoa elimu kwa vyama vya ushirika pamoja na kuwawezesha mikopo yenye masharti nafuu ili kuinua kipato cha wakulima. Nichukue fursa hii kuipongeza serikali kuwafikia wanaushirika, kuwapa fursa, kuwakopesha mitaji. Leo ushirika unaanza kusimama wenyewe bila kumtegemea mtu. Kwa hiyo miradi kama huu tumewauliza wenzetu, wamekopa pesa kwenye taasisi za kifedha, wameendesha mradi mkubwa huu. Huu mradi unaweza kuwa zaidi ya milioni 200 ukiuangalia kwa haraka ukipata maelezo yake. Kwa hiyo mradi kama huu unaweza kutengenezwa kule Mtwara, Lindi, Pwani, Ruvuma. Hii mikoa inayomiliki korosho unaweza ukatengeneza mradi kama huu. Lakini kwa nafasi hii nitumie vile vile kumpongeza Mheshimiwa Waziri wa Kilimo na Ushirika kwa kutuunganisha sisi wanaushirika. Sisi tunatoka kusini mwa Tanzania, tumekuja huku kaskazini mwa Tanzania. Tumekuwa kama ndugu, tunaangalia fursa walizokuwa nazo na wao watakuja kule. Walishawahi kuja kule kwetu kusini, walitoka watu wa Bukoba, watu wa Tabora wale wa tumbaku, wamekuja kule, kuna mambo wameona, wameyachukua wanaenda kuyafanyia kazi. Na sisi kuna mambo hapa tumeyaona, tutaenda kuyafanyia kazi. Kwa hiyo kwa ujumla tunaishukuru sana serikali ya Mama Samia. Kuna uwekezaji wa viwanda mbalimbali. Kwa mfano hapa tulitembelea kiwanda cha kuchakata kahawa. Tumeona namna gani wazee wetu wa zamani walivyojipambanua na kuweka misingi ya ushirika katika kuhakikisha wanaushirika wanakuwa na sauti ya pamoja, lakini wanakuwa na kipato ambacho kitaenda kuwasaidia kufanya mabadiliko ya kiuchumi. Kimsingi kama sisi vyama vikuu, wenzetu TANECU wameanza kiwanda cha kubangua korosho na wanatarajia kujenga kiwanda kingine. Sisi chama kikuu pia tunaenda kujenga kiwanda cha vifungashio na kusafisha ufuta ili kurahisisha upatikanaji wa vifungashio, kwa sababu kama unavyoangalia baada ya miaka iliyopita tulikuwa tunapata shida kwenye vifungashio. Kwa hiyo tulichojifundisha huku kile ambacho wenzetu hawana, kwa mfano leo wao wenzetu wanavuna kahawa, vifungashio huenda watakuja kuchukua mampu. Na sisi kama kuna jambo lolote ambalo tunaliona huku tunafaa kuja kuwekeza, tuna uwezo wa kuja kuwekeza. Kwa hiyo tukitengeneza misingi ya kuwa na viwanda nchini, hasa vya wanaushirika, kwanza vitasaidia kupunguza gharama za wakulima. Manake ushirika ukijipambanua ukawa na vitu vingi sana ambavyo vinaweza kujikusanyia mapato, kama nilivyosema, tutaenda kupunguza gharama za mkulima kule chini.
Na sasa tutazame viwango vya kubadilisha fedha kutoka Benki Kuu ya Tanzania BOT, ambapo leo Oktoba 20, 2025 dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2435 na senti 0 na kuuzwa kwa shilingi 2459 na senti 3. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 3266 na senti 3 na kuuzwa kwa shilingi 3299 na senti 0. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 2843 na senti 3 na kuuzwa kwa shilingi 2871 na senti 8. Randi ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 139 na senti 9 na kuuzwa kwa shilingi 141 na senti 3. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 18 na senti 8 na kuuzwa kwa shilingi 19 na senti 0. Na shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa shilingi 0 na senti 6 na kuuzwa kwa shilingi 0 na senti 7. Huo ndo mwisho wa habari za biashara na uchumi kwa leo. Jina langu ni Godilness Gaspar. Karibu katika habari za biashara na uchumi. Jina langu biashara na uchumi. Asante Godilness Gaspar katika mkusanyiko wa habari za biashara na uchumi. Mtazamaji, na moja kwa moja tunaungana na Pius Jayunga katika mkusanyiko wa habari za kimataifa, ambapo huko kubwa zaidi ni mgonjwa wa mwisho wa Ebola apona nchini DRC. za kimataifa. Hizi ni habari za kimataifa. Karibu, naitwa Pius Jayunga. Hatua kubwa katika vita vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo dhidi ya Ebola. Hatimaye mgonjwa wa mwisho kutibiwa tangu kuzuka kwa ugonjwa huo kutangazwa mapema Septemba ameruhusiwa kutoka hospitalini. Kufikia sasa watu 19 wamepona ugonjwa huo na hakuna kesi mpya iliyoripotiwa tangu tarehe 25 mwezi Septemba. Mlipuko huu wa hivi karibuni ulitokea katika wilaya ya afya ya Bulape katika jimbo la Kauai. Takribani watu 35,000 mjini Bulape wamechanjwa dhidi ya virusi vya Ebola. WHO na washirika wamesalia nchini wakifanya kazi kwa karibu na serikali ili kuhakikisha hatua zinadumishwa ili kugundua haraka na kujibu kesi zozote, huku nchi ikingoja kwa hamu mwisho wa mlipuko huo. Kwingineko, Marekani imetangaza siku ya Jumapili kusitisha ufadhili wake kwa Colombia, ikitaja kuwa rais wa nchi hiyo Gustavo Petro hachukui hatua za kukabiliana na shughuli za madawa ya kulevya. Baadaye Wizara ya Ulinzi ya Marekani ilitangaza kuwa ilizishambulia meli kadhaa za Colombia zinazoshukiwa kuhusishwa katika biashara hiyo haramu. Hayo yanajiri baada ya Rais Donald Trump kumtaja Petro kuwa ni mfanyabiashara haramu wa dawa za kulevya, huku akimuonya kuchukua hatua dhidi ya shughuli hizo kabla ya Marekani kuingilia kati kwa hatua ambazo amesema hazitakuwa nzuri. Huu ni msuguano wa hivi karibuni zaidi kati ya Marekani na mmoja wa washirika wake wa karibu katika eneo la Amerika ya Kusini baada ya wiki kadhaa za kurushiana maneno makali. Mwaka 2023, Colombia ilipokea msaada wa dola milioni 740 kutoka Marekani
huku nusu ya fedha hizo zikitengewa mamlaka za kukabiliana na biashara ya dawa za kulevya. Na hatimaye Israeli imeanza kuruhusu misaada ya kuingizwa tena katika ukanda wa Gaza. Hii ni baada ya kusitisha shughuli hiyo kufuatia kile ilichokitaja kuwa mashambulizi ya kigaidi dhidi ya vikosi vyake. Mashambulizi hayo yaliua watu wawili. Vyanzo vya usalama vimesema hayo siku ya Jumatatu. Kulingana na afisa wa usalama wa Israeli, uongozi wa kisiasa umeamuru misaada ya kibinadamu iruhusiwe kuendelea kuingia Gaza kupitia kivuko cha Kerem Shalom na vivuko vingine kulingana na mkataba kati yao na wanamgambo wa Hamas. Mnamo Jumapili, vyanzo vya usalama vilisema upelekaji misaada Gaza ulisimamishwa kwa sababu Hamas walikiuka kwa makusudi makubaliano ya usitishaji wa vita. Kulingana na jeshi la Israeli, wanajeshi wake walioko kusini mwa ukanda wa Gaza walishambuliwa na wawili waliuawa. Israeli ilijibu kwa kufanya mashambulizi makubwa zaidi ya angani tangu mkataba wa usitishaji vita uliposainiwa Oktoba 10. Vyanzo vinaeleza kuwa watu 44 waliuawa kwenye shambulizi hilo la Israeli. Mwisho wa habari za kimataifa. Naitwa Pius Jayunga. Habari za kimataifa. Asante Pius Jayunga katika mkusanyiko wa habari za kimataifa. Mtazamaji, ni wasaa wa kuelekea dimbani sasa kuangazia kimichezo, na hapa studio nipo na mwanamichezo Johannes Michael atujuze pia yaliyochomoza kwa upande wa michezo. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marhubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance
na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Michezo na burudani inaletwa kwenu na ZIC. Habari za michezo na burudani. Huwali gani mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, karibu katika habari za michezo na burudani. Mimi ni Johannes Michael. Na moja kwa moja tunaanzia hapa nyumbani ambapo ligi kuu soka Tanzania bara kuendelea kutimua vumbi kwa siku ya kesho, ambapo kocha wa Mbeya City Malale Hamsini amesema wameanza mazoezi vizuri na wameuzoea uwanja wa KMC kuweza kuwakabili Tanzania Prison, wakati kocha wa Tanzania Prison Zedekia Otieno amesema kwamba wamejipanga vyema kunyakua alama 3 kesho kwenye mchezo wa dhidi ya Mbeya City, kwani wanajua hawako katika dimba la nyumbani, lakini wamejipanga vyema zaidi kumkabili Mbeya City. Tumeweza kusafiri kutoka Mbeya hadi Dar es Salaam vizuri, na tumefanya mazoezi yetu ya kwanza jana. Leo tena tutakuwa mazoezi kwa kiwanja mechi, so tunaendelea kujitayarisha, but kitu mzuri ni kwamba players wana respond vizuri kwa mazoezi, na on Tuesday nina imani tutacheza mechi nzuri. Nafikiri kitu ya kwanza kwetu kama wachezaji, sifikiri kama itakuwa na ene problem, kwa sababu sisi tunacheza kwa kiwanja, but kwa mashabiki nafikiri ingekuwa vizuri sana tungecheza Mbeya. Mashabiki wetu wengi wangependa tucheze Mbeya, but vile kumekuwa tutacheza Dar es Salaam, na nafikiri kwetu kama wachezaji na timu tumejiandaa vizuri. So sioni kitu yoyote tofauti ya kuicheza Mbeya na kuicheza hapa. Kila coach, kila timu ikija kwa mechi na kuja na imejiandaa kuweza kupata matokeo mazuri, na kwa hii mechi hakuna tofauti yoyote, tumejiandaa kuja kupata matokeo mazuri. Wala sisi hatuangalii ni matokeo ambapo tumeyapata huko nyuma. Yaani sisi ni mechi ya kesho, ni mechi mpya. Tuna uhakika ni mechi ngumu, ni mechi ya dabi. Kwa hiyo nitaongea tu nikiuhalisia zaidi kwa tunawaheshimu zaidi ni wapinzani wetu. Ukiangalia ni mechi ya kesho, ni wenyeji ni Mbeya City. Yani mna jambo ni washabiki wetu ambapo wameikosa kwenye game ya kesho, ambapo walijipanga zaidi kutushabikia, kutupa nguvu zaidi. Ni asari hapo ipo, lakini sasa ni kwa jinsi ilivyotokea hatuwezi ni kupingana nayo hapo ilipo. Ni advantage ipo, ni kwa sababu moja sisi tumeshauchezea huo uwanja, tumeshauzoea. Ni mechi ya pili bila shaka hapo, na mechi pale tulicheza ni mechi ya kirafiki. Kwa hiyo hatuna hofu nao sana ule uwanja. Ni ambapo na vile vile tuna confidence zaidi. Ukiangalia ni game iliyomalizika tumewini goli 3. Hata hiyo ni Mbeya Derby ambayo kwa siku ya kesho Oktoba 21 itachezwa katika uwanja wa KMC Complex. Na moja kwa moja tunaelekea kunako taarifa nyingine, ambapo kuelekea mzunguko wa 5 wa ligi kuu Zanzibar Oktoba 21, timu ya Mlandizi Sport inatarajiwa kushuka dimba la Maubii saa 10 kamili jioni kuvana na JKU Sport kwenye mchezo unaotarajiwa kuwa na ushindani mkubwa zaidi. Msemaji wa Malindi Nara Sulemani amesema kwamba maandalizi yote wameyafanya vyema zaidi kuweza kuwakabili JKU, kwani wanatambua ligi ambayo imetamatika waliweza kupoteza, lakini mchezo wa kesho hawako tayari kupoteza dhidi ya JKU. Leo alhamdulillah namshukuru Mwenyezi Mungu tumemaliza salama matayarisho yetu ya mwisho kabla ya kuwavaa ndugu zetu JKU kwenye mzunguko wa 5 wa ligi kuu soka ya Zanzibar PMZ Premier League.
timu ina ari, moral kubwa kuelekea hapo kesho. Hadi wakati huu kwenye upande wa wachezaji ambao tunaendelea kwa kosa ni mmoja tu, Maulid, ambaye bado hajakaa vizuri kwenye utimamu wa kiafya, lakini wengine wote wapo vizuri. Na kwa mujibu wa mwalimu Joseph Mutiaba na wasaidizi wake Terry pamoja na Richard kwamba ari, moral ni kubwa na wameshatayarisha wachezaji kisaikolojia, kifizikia kwa tayari kwa ajili ya mechi ya kesho. Na mwendelezo wetu ni ule ule kama ambavyo tulivyozungumza awali. Dhamira yetu ni ile kila mechi kwetu ni finali, kuondoka na alama 3 muhimu. Kwa kesho ndugu zetu JKU wajitayarishe. Msimu uliopita JKU walipofunga 2-1 kwenye mechi ya ligi kuu. Kwa hiyo kesho ni mechi ya kisasi kwetu, tukihitaji alama 3 muhimu kabisa, alama 3 zenye faraja, alama 3 zenye kutupa mwelekeo sahihi kwa msimu wa mwaka 2025-2026. Wito wangu kwa wana Malindi, kesho ndio siku ambayo natamani kuona wana Malindi haswa wakija uwanjani kindakindaki. Wanatuambia kwamba ligi tunakwenda kuianza kesho. Sawa, sisi ligi tumeshaianza, lakini kwa wao wanavyotaka tutaianza kesho ili kuonyesha kwamba ligi tumeanza zamani na kila mechi kwetu ligi tunaanza upya. Kwa hiyo kesho tutaanza tena na JKU. Wana Malindi tuje kwa pamoja kuja kuisupport timu yetu, tukiamini kwamba ushindi kwetu ndio silaha muhimu. Na moja kwa moja tunakuwa pipa hadi kimataifa, ambapo meneja wa zamani wa klabu ya Chelsea Graham Potter ameteuliwa kuwa kocha mkuu wa timu ya taifa ya Sweden, akichukua mikoba ya John Dahl Thomas aliyotupiwa vilago kufuatia mwenendo usioridhisha ndani ya timu hiyo. Kwenye michezo ya kuwania kufuzu kombe la dunia mwaka 2026, kocha huyo wa zamani wa Brighton na West Ham United anarejea klabuni kwa mkataba wa muda mfupi mpaka Machi mwaka 2026, ambapo amepangiwa jukumu la kupeperusha Sweden kwenye kombe la dunia FIFA mwaka 2026. Na mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, na ndo mwisho wa habari za michezo na burudani, na kurejesha kwake Mindi Joseph kwa ajili ya kuweza kuhitimisha Ulimwengu wa Habari. Habari za michezo na burudani. Michezo na burudani imeletwa kwenu na ZIC. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawasikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marhubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance, na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV.
Ni Johannes Maiko na habari za michezo. Mtazamaji, tuangazie utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 kamili usiku wa leo. Naitwa Godfrey Kazinja nikikuwasilishia utabiri wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Kwa usiku wa leo tunatarajia hali ya ukavu katika maeneo mbalimbali ya nchi. Huku kwa siku ya kesho kiwango cha juu zaidi cha joto ukilinganisha na maeneo mengine ya nchi kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 35 katika mkoa wa Katavi. Na mifumo ya upepo inatuonyesha siku ya kesho upepo kwa ujumla unatarajiwa kuwa wa wastani. Hali kadhalika kwa siku ya kesho mkoa wa Kagera pamoja na Geita kunatarajiwa kuna hali ya ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua, huku mwambao wa pwani yetu ya Bahari ya Hindi ikijumuisha na mkoa wa Morogoro kunatarajiwa kuna hali ya mvua nyepesi japo ni katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Sehemu nyingine za nchi zinatarajiwa kuwa na hali ya ukavu kwa ujumla. Na sasa tumalize utabiri wetu kwa kuangalia matarajio ya siku 4 zijazo katika baadhi ya miji kuanzia siku ya kesho kutwa. Jiji la Dar es Salaam linatarajiwa kuwa na hali ya mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Upande wa mkoa wa Dodoma, kiwango cha chini zaidi cha joto kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 18. Mwanza kunatarajiwa kuwa na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mkoa wa Kilimanjaro, kiwango cha juu cha joto kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 33, kunatarajiwa kuwa na hali ya mvua katika maeneo machache. Hali kadhalika mkoa wa Mbeya unatarajiwa kuwa na hali ya mvua nyepesi katika maeneo machache. Mkoa wa Morogoro tunatarajiwa na hali ya mvua nyepesi katika maeneo machache. Upande wa mkoa wa Arusha kunatarajiwa na hali ya mvua katika maeneo machache, kiwango cha juu zaidi cha joto kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 27. Ni kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania, hakuna la ziada kwa siku ya leo. Asante na tukutane tena muda na nyakati kama hii hapo siku ya kesho. Asante. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari ya kutwa nzima leo, tupate muhtasari wake. Ujenzi wa mabwawa bonde la Rufiji kumaliza changamoto ya mafuriko. Na katika habari za kimataifa, mgonjwa wa mwisho wa Ebola apona nchini DRC. Na katika michezo, Mbeya City Derby kuchezwa kunako uwanja wa KMC. Mtazamaji, na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari ya kutwa nzima leo kutoka hapa Sky TV. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi hapo kesho muda na wakati kama huu. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa taarifa hii ya habari, jina langu ni Mindi Joseph, nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vyetu vinavyoendelea kutoka hapa Sky TV.